Pakistan yaendeleza juhudi za kushinikiza duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran. Mwanasiasa wa Afrika Kusini Julius Malema ahukumiwa miaka 5 jela kwa kosa la umiliki na matumizi ya bastola. Adhabu aliyopewa kidogo ina uzito mkubwa zaidi sana. Kwa baadhi ya wanasheria wanahisi kwamba hii ni adhabu ya kisiasa na asingepewa adhabu hii. Na Papa Leo awakemea madikteta wanaoharibu dunia kwa vita wakati akiendelea na ziara yake ya barani Afrika. Unaweza pia kujiunga nasi moja kwa moja kwenye chaneli yetu ya YouTube na pia ukurasa wa Facebook, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Dunia yetu leo jioni inaanzia Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Marekani na Iran hasa kuhusu mlango bahari wa Hormuz unazidi kuongezeka, huku Pakistan ikiendeleza juhudi za kidiplomasia za kushinikiza awamu ya pili ya mazungumzo na kujaribu kumaliza mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Bakari Ubena na maelezo zaidi. Mvutano huo unaongezeka kutokana na hatua ya Marekani kuweka vizuizi kwenye bandari za Iran, ambayo pia imetishia kuvuruga biashara katika eneo zima la Ghuba na kwenye bahari ya Sham ikiwa Washington haitaachana na vizuizi hivyo vya baharini. Ujerumani imesema iko tayari kushiriki katika mpango wa kuulinda mlango bahari wa Hormuz kwa kutoa mchango wake wa kitaalam wa kutegua mabomu na shughuli za ulinzi wa baharini. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani anatarajiwa kutoa pendekezo hilo kesho Ijumaa katika mkutano utakaofanyika mjini Paris na kuwakutanisha viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na Italia. Ama kuhusu mazungumzo, maafisa wa Marekani wamesema duru hiyo mpya ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika wiki hii huko Islamabad na kwamba wana matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya kuwa ikiwa Iran itakataa pendekezo la Marekani, basi Israel itafanya mashambulizi yatakayokuwa na madhara makubwa. Iran ipo kwenye njia panda kihistoria. Njia moja ni kuachana na ugaidi na silaha za nyuklia, chaguo lenye mustakabali wa utulivu na ujenzi mpya linaloenda sambamba na pendekezo la Marekani. Chaguo jingine ni kuelekea kwenye janga ambalo utawala wa Iran hautaweza kupona. Huu ndio wakati wao wa kuchagua kati ya njia kuelekea kwenye mustakabali bora au madhila ya kutengwa na uharibifu. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Pakistan ukiongozwa na mkuu wa jeshi Asim Munir unakutana kwa mazungumzo na maafisa wa serikali mjini Tehran ili kushinikiza duru mpya ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Huko Lebanon, mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hizbullah yanaendelea. Wafanyakazi 4 wa uokoaji wa Lebanon wameuawa na wengine 6 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi matatu ya jeshi la Israel katika kijiji cha kusini mwa Lebanon cha Mai Fadun karibu na mji wa Nabatiye. Pia serikali mjini Beirut imesema jeshi la Israel limeharibu daraja muhimu la Qasmiya linalounganisha kusini mwa Lebanon na sehemu nyingine za nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la Israel amejitetea kwamba shabaha yao haikuwa kulilenga daraja hilo bali eneo lililo karibu nalo. Hayo yanaarifiwa wakati rais wa Marekani Donald Trump akitangaza leo hii kuwa viongozi wa juu wa Israel na Lebanon wanatarajiwa kuzungumza leo mjini Washington, akitaja hiyo kuwa ni hatua kubwa ambayo haijawahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 34. Hata hivyo, serikali ya Lebanon imesema kwa sasa haina taarifa yoyote kuhusu mazungumzo hayo. Ripoti ya Bakari Ubena. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaendelea na ziara yake ya barani Afrika, ambapo amehubiri ujumbe mzito wa amani katika mji wa Bamenda magharibi mwa Cameroon. Bamenda ni eneo liloathirika kwa karibu mwongo mmoja na mgogoro wa jamii ya wanaotaka kujitenga wanaozungumza Kiingereza. Mengi zaidi na Michael Kwena. Akizungumza katika kanisa kuu la St. Joseph mjini Bamenda, Papa amelani vikali kile alichokiita kikundi kidogo cha madikteta wanaoharibu dunia kupitia vita na ufyonzaji wa rasilimali, akionya kuwa hali hiyo inaendeleza mzunguko usioisha wa machafuko na kusababisha maafa ya watu. Papa Leo amebainisha kuwa wanaopora rasilimali za ardhi mara nyingi hutumia faida hizo kununua silaha, hali ambayo huendeleza vita na kuyumbisha amani, na badala yake akatoa wito wa mabadiliko ya dhati yanayolenga kusitisha migogoro. Papa alilakiwa na maelfu ya watu kwa shangwe, huku wakazi wa Bamenda wakifunga barabara kumlaki. Wakazi wa Bamenda walisema kuwa wamefarijika kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki
amesafiri umbali mrefu kwenda kusikiliza kilio chao na kuweka mgogoro wao mbele ya macho ya dunia. Papa pia aliongoza mkutano wa amani uliowakutanisha viongozi wa dini mbalimbali, akiwemo chifu wa jadi wa Macnon, kiongozi wa kanisa la Presbyterian, imamu wa Kiislamu pamoja na mtawa wa kanisa Katoliki. Lengo kuu la mkutano huo lilikuwa kuonyesha mshikamano wa dini katika juhudi za kumaliza mgogoro na kuwasaidia waathiriwa wake. Aidha, alitoa wito wa maridhiano, akifanya hivyo katika kipindi ambacho dunia inashuhudia vita na migogoro katika maeneo mengi. Papa alisifu mji wa Bamenda kwa juhudi za pamoja za kuleta amani zinazofanywa na Wakristo na Waislamu. Katika hotuba yake, kiongozi huyu mkuu wa kanisa Katoliki alisisitiza umuhimu wa kutenganisha dini na migogoro ya kisiasa na kijeshi. Papa leo alisema dunia inaharibiwa na kikundi cha watu wachache ambao hakuwataja. Hata hivyo, amekuwa akijitokeza wazi kupinga vita nchini Iran. Katika siku za hivi karibuni, amekuwa akikosolewa mara kadhaa na rais wa Marekani Donald Trump. Papa leo akisema haogopi serikali ya Trump. Tangu mwaka wa 2017, uasi wanaotaka kujitenga umesababisha vifo vya zaidi wa watu 6,000 huku wengine zaidi ya 600,000 wakihama makazi yao. Ingawa wapiganaji wa kujitenga walitangaza kusitisha mapigano kwa siku 3 ili kuruhusu ziara ya Papa leo, bado haijulikani kama juhudi hizo za amani zitaleta suluhisho la kudumu, huku mazungumzo ya amani kati ya pande zinazohasimiana yakiendelea kusuasua. Hii ni ziara ya kihistoria, kwani yeye ndiye papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani kutembelea bara la Afrika. DW tunavuma kwa kishindo. Ni matangazo ya jioni. Tunaomba pia nao uchangie kwa kutuandikia maoni yako kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na hata huko kwenye YouTube. Kiongozi wa chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi nchini Afrika Kusini EFF, Julius Malema, ameruhusiwa kukata rufaa dhidi ya adhabu iliyotolewa mapema leo na hakimu wa mahakama ya Kugompo jimboni Eastern Cape. Alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia katika kesi inayohusu tukio la kufyatua risasi hewani wakati wa maadhimisho ya miaka 5 ya chama cha EFF mwaka wa 2018. Ana siku 7 kuanzia leo kukata rufaa. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi. Hukumu hiyo imesomwa na hakimu Toinette Olivier, ambaye alieleza kwa kina adhabu zinazohusiana na kila shtaka, akisisitiza uzito wa makosa yaliyothibitishwa mahakamani. Kwa shtaka la kwanza umehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela. Kwa shtaka la pili umehukumiwa kifungo cha miaka 2 jela. Mbali na vifungo hivyo, mahakama pia imetoa adhabu mbadala kwa baadhi ya mashtaka mengine, ikiwemo faini au kifungo cha muda mfupi kulingana na uzito wa kila kosa. Kwa shtaka la 3 umehukumiwa kulipa faini ya randi 20,000 au kutumikia kifungo cha miezi 6 jela. Kwa shtaka la 4 umehukumiwa kulipa faini ya randi 20,000 au kutumikia kifungo cha miezi 6 jela. Na kwa shtaka la 5 umehukumiwa kulipa faini ya randi 20,000 au kutumikia kifungo cha miezi 6 jela. Hukumu hiyo imezua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa na kijamii, huku wafuasi wa Malema wakieleza wasiwasi wao kuhusu mwenendo wa kesi hiyo na athari zake kwa mustakabali wa kisiasa wa kiongozi huyo. Akizungumza kabla ya hukumu kutolewa, Malema alidai kuwepo kwa viashiria vya kubaguliwa kisiasa, akisema kuwa kuna juhudi za makusudi za kumweka gerezani kutokana na misimamo yake ya kisiasa. Wanataka nihukumiwe kifungo cha moja kwa moja cha miaka 15 jela. Tunaweza kuona kwamba kuna mtu anafanya kila awezalo ili kuniingiza gerezani. Kesi hiyo inahusisha tukio la tarehe 28 Julai mwaka 2018, wakati ambapo Malema alionekana katika video akisababisha taharuki baada ya kufyatua risasi hewani wakati wa maadhimisho ya miaka 5 ya chama cha EFF, tukio lililotafsiriwa kama ukiukwaji wa sheria za silaha za moto na kupelekea kufunguliwa kwa kesi hiyo na chama cha AfriForum. Baada ya hukumu hiyo, upande wa utetezi umekata rufaa na tayari mahakama imekubali rufaa dhidi ya adhabu ya jela, lakini imekataa rufaa dhidi ya kutiwa hatiani, ikisisitiza kuwa Malema alikiuka sheria za silaha za moto. Uamuzi huo unamaanisha kuwa Julius Malema bado anatambuliwa kuwa na hatia, lakini utekelezaji wa kifungo chake cha jela utategemea matokeo ya mchakato wa rufaa unaoendelea. Bryson Bichwa,
DW Pretoria. Na ili kujua mengi zaidi kuhusu adhabu hiyo iliyotolewa dhidi ya Julius Malema, nimezungumza na Nixon Katembo. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Afrika Kusini, na kwanza nimemuuliza anaitazama vipi adhabu hii ya kifungo cha miaka 5 jela dhidi ya Malema, na je, ni hatua ya haki ukiiweka kwenye mzani na uzito wa kosa alilotenda mwanasiasa huyo? Ukiweka kwa mizani, kwa kweli ni hatua ya haki, lakini adhabu aliyopewa kidogo ina uzito mkubwa zaidi sana. Kwa baadhi ya wanasheria wanahisi kwamba ni adhabu ya kisiasa na asingepewa adhabu hii kwa maana hajamua mtu ama hajafanya kosa ambalo ni gumu zaidi, ila amekosea kisheria na angeadhibiwa kwa maana kupewa adhabu ambayo kidogo ni ndogo kushinda. Chama cha EFF kinasema kwamba kesi hii ina msukumo wa kisiasa na inalenga kumzima kiongozi wao ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali. Je, unaafiki hoja hiyo? Kesi hii imeletwa na vuguvugu ambalo linaegemea siasa za wazungu, na kumbuka vuguvugu hilo la Afrika Forum limekuwa likipiga debe huko Marekani kwa serikali ya Afrika Kusini kuweza kuweka vikwazo upande wa kisiasa. Ni kwamba ni kweli Marekani ilimuuliza rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwa nini Malema hajafikishwa mahakamani na kuweza kufungwa jela kutokana na kauli zake dhidi ya wazungu walio wachache. Sasa huyo ni mtazamo wa kisiasa kwa kweli ambao wanachama wa EFF wanautetea kwamba hii ni kesi ya kisiasa kuliko kesi ya kisheria. Kutokana na hukumu hii, Malema anaweza kupoteza kiti chake cha ubunge endapo rufaa haitafanikiwa, lakini unaona hili linaweza kuathiri vipi mustakabali wake wa kisiasa na hata chama chake? Kisiasa, Afrika Kusini ina historia ya viongozi wake kuweza kufungwa na kutoa adhabu na baadaye kuibuka kuongoza nchi hii. Mandela alifungwa jela, Rais Ramaphosa amewahi kufungwa jela, baadhi ya viongozi ambao wako madarakani, na hii sio tofauti. Na ukiangalia mtazamo wa ulioko wa kidemokrasia katika nchi hii, bado unachukua mizizi yake katika historia ya Afrika Kusini. Sasa kupoteza ubunge ni swala la kisheria kutokana na ibara 47 ya sheria za nchi hii kwamba lazima aweze kupoteza ubunge, lakini bado kama rufaa inaendelea. Kumbuka mahakama hii iliyomhukumu Malema ni mahakama ya chini zaidi sana. Kuna mahakama ya kati na kuna mahakama ya rufaa na baadaye mahakama ya kikatiba. Sasa inaweza ikachukua muda mrefu kabisa zaidi wakati ataendelea kushikilia wadhifa wake wa kisiasa kama kiongozi wa EFF pamoja na kuwa mbunge, huku akisubiria hukumu ya mwisho ambayo hata itakuwa ni mahakama ya kikatiba na inaweza ikachukua zaidi ya miaka 5. Huyo ni Nixon Katembo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza kutoka Afrika